Lakini pamoja na hili, wapo baadhi ya watu, kulingana na kwenye mitandao namna nilivyosoma, wanajaribisha kulihusisha jambo hili na mambo ya kiserikali au na mambo ya kisiasa, na kuona kama vile serikali imefurahia kushambulio la Dr. Kitime. Tunapoangalia jambo hili la shambulio la dokta wetu, la padre wetu, naomba tusimame katikati kwamba jambo hili linaweza kumkuta yoyote. Linaweza kumkuta mkuu wa mkoa, linaweza kumkuta mkuu wa wilaya, linaweza kumkuta mwandishi wa habari, linaweza kumkuta kiongozi yoyote yule. Kwa hiyo niombe kwamba katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, hata mimi mwenyewe siku 3 zilizopita nilikuwa nafanya mazoezi mahali fulani, wakatokea vijana ambao walidhani niko peke yangu na kutaka kunipora simu, lakini naamini wangefanikiwa na wangefanikiwa kunijeruhi. Lazima baadhi ya watu wangetamka maneno ambayo si ya kweli. Wangeweza kusema wabaya wa Chalamila wamemdhuru Chalamila, watu wa vyama vya upinzani wamemdhuru Chalamila, watu wabaya au watu wengine wamemdhuru Chalamila. Lakini kiukweli ingelikuwa ni kibaka kama vibaka wengine ambaye alidhana na muibia mtu mwingine tu wa kawaida, lakini kumbe mimi nilikuwa na walinzi ambao yeye hakuwaona. Na mwisho tulimkamata, tukampeleka kwenye vyombo vya dola.